Tunawasalimuni popote mlipo wapenzi watazamaji wa Kibenge TV. Matumaini yetu mko salama na tunawakaribisheni kusikiliza awamu ya kwanza ya habari za matukio ya kila siku yanayoendelea katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Kongo nzima kwa ujumla. Na tukianzia jimboni Kivu ya Kusini huko Uvira, viongozi wakuu wa wazalendo wametoa wito wa kuimarisha kuishi kwa amani kati ya jamii mbalimbali kufuatia mazungumzo walioyafanya na ujumbe uliotumwa na Rais wa Jamhuri Bwana Felix Antoine Tshisekedi. Ujumbe huo uliundwa na wasaidizi wawili wa karibu wa mkuu wa nchi wanaoshughulikia masuala ya ulinzi na usalama, pamoja na Jacques Kongolo, mjumbe maalum wa rais kwa masuala ya kijamii na kitambulisho cha jamii katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya mazungumzo hayo, Jenerali Makanaki Kasimbira John, mmoja wa viongozi wa wazalendo, alisisitiza kuwa jamii zinazoishi Uvira, ikiwemo jamii ya Banyamulenge, zimekuwa zikiishi pamoja kihistoria bila migogoro. Alibainisha kuwa kuhama kwa baadhi ya watu kutokana na machafuko yaliyosababishwa na waasi wa M23. Afisa huyo aliwahimiza Wakongo waliolazimika kwenda uhamishoni kurejea nyumbani, akiwataka wasikubali kudanganywa na warejee katika mashikamano na kuishi pamoja kwa wote. Aidha, aliwataka wanajeshi wake waheshimu kikamilifu raia bila ubaguzi wowote, akisisitiza umuhimu wa kulinda wananchi wote na kuweka mazingira salama yatakayowawezesha kurejea kwa wakimbizi wa ndani. Ujumbe huo ulitolewa na Jenerali Amuri Yakutumba, kiongozi mwingine wa wazalendo, ambaye aliweka mshikamano wa kijamii kama msingi wa hotuba yake. Alisema kuwa usalama unawahusu makabila yote bila ubaguzi na kwamba maagizo madhubuti yametolewa kwa wapiganaji wake ili kuepuka unyanyasaji au usumbufu wowote dhidi ya raia. Huku akisisitiza kuwa operesheni dhidi ya M23 RDF zinaendelea, Yakutumba alihakikishia kuwa wanajamii wa Banyamulenge waliokimbia makazi yao wataweza kurejea Uvira bila hofu. Aliongeza kuwa ulinzi wa raia na kuishi kwa amani kati ya jamii sasa ni vipaumbele vikuu vya wazalendo katika jimbo la Kivu ya Kusini. Kauli hizi za pamoja zinaashiria ujumbe mzito kutoka kwa viongozi wa wazalendo, zikilingana na msukumo uliowekwa na Rais wa Jamhuri tangu mwanzo wa muhula wake wa uongozi, unaolenga kupunguza mvutano wa kijamii na kukuza amani ya kudumu katika mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wapiganaji wazalendo wanaoshirikiana na jeshi la taifa FARDC wamethibitisha kuchukua tena udhibiti kamili wa eneo la Mitambaa mashariki mwa Kongo katika nyanda za milima mifupi za tarafa la Uvira. Kwa mujibu wa vyanzo kadhaa vya ndani, vinaripoti ya kwamba waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda wameacha nafasi zao baada ya mapigano makali sana yaliyotokea katika siku ya jana tarehe 27 Januari 2026 eneo hilo. Hali halisi ya maeneo husika ni kwamba mashuhuda wanasema mapigano yalikuwa ya kiwango cha juu isivyo kawaida, huku kukiwa na majeruhi mengi katika safu za adui na miili kuonekana katika maeneo kadhaa yanayozunguka kijiji cha Mitambaa, hali inayotokana moja kwa moja na mashambulizi yaliyoendeshwa na vikosi vya wapiganaji wazalendo. Urejeshaji huu wa Mitambaa katika mikono ya serikali ya Kinshasa ni pigo kubwa la kimkakati kwa M23 katika ukanda huu na unathibitisha kuongezeka kwa shinikizo la kijeshi linalotekelezwa na muungano wa FARDC na wazalendo. Hali bado ni tete, lakini kwa sasa Mitambaa inaonekana kurejea chini ya udhibiti wa vikosi vinavyoiunga mkono serikali. Na tukisalia hapo Uvira, Gavana Jean-Jacques Purusi
ametangaza kurejeshwa kwa shughuli katika bandari ya Kalundu pamoja na kufunguliwa tena kwa mpaka wa Kongo na Burundi, mpaka wa Kavimvira ndani ya chini ya siku 3, hatua inayolenga kufufua biashara na kurahisisha uhamaji wa mipakani. Na kule mjini Kinshasa, katika muktadha wa vita vinavyoendelea mashariki mwa Kongo, Jenerali Kashindi Dunia ameteuliwa kuwa kamanda wa kanda ya kijeshi ya 33 ama 3e Region Militaire ya FARDC, akiwa na jukumu la kuimarisha uongozi na usalama katika eneo hili la kimkakati, akishirikiana na Kanali Liwanga aliyeteuliwa kuwa mkuu wa wafanyakazi wa jeshi, yani Chef d'Etat Major. Msemaji wa serikali Patrick Muyaya alipokuwa akifanya mahojiano na mwandishi wa habari alipoulizwa kuhusu masuala ya mazungumzo jumuishi ya Wakongomani, yani Dialogue Intercongolais Inclusif, alisema ya kwamba Wakongomani wasifikiri serikali inaweza kukaa na kuzungumza juu ya amani na baadhi ya watu ambao miongoni mwetu ni washirika wa wahasi. Akaendelea kusema ya kwamba wakati una watu wanaokwenda kukaa eneo la Goma, mji mkuu wa kisiasa wa wahasi, na wanapatiwa ulinzi, mfano wa rais wa zamani Bwana Joseph Kabila na washirika wake wote, raia isifikiri ya kwamba tunaweza kuosha nguo chafu ndani ya familia, wakati kuna hata baadhi ya mapadre kanisani wanaosambaza uongo kuhusu makubaliano, ikiwemo madai juu ya mambo ambayo hatujawahi hata kusaini. Katika maadhimisho ya mwaka mmoja tangu uvamizi wa mji wa Goma na jeshi la Rwanda linaloendesha operesheni zake chini ya jina la AFC M23, harakati ya kiraia inayoitwa Generation Z RDC imetoa hadharani hati ya kumbukumbu au memorandum ikilaani ukiukwaji wa haki unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kutochukua hatua kwa jumuiya ya kimataifa. Katika waraka huo ama memorandum hiyo, harakati hiyo inaeleza hali mbaya ya mwaka mmoja uliogubikwa na hofu, vitisho, ukatili wa kijinsia, mateso na mauaji ya raia, vitendo vinavyotajwa kuwa ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu na uhalifu dhidi ya binadamu. Lakini mbali na memorandum hiyo, maandamano hayo yaligubikwa na ukandamizaji mkali. Wanaharakati wa Generation Z wanalaani kukamatwa kikatili kwa waandamanaji 14 pamoja na kujeruhiwa kwa watu kadhaa wakati wa maandamano ya amani yaliyoandaliwa kulaani kile walichokiita uchokozi wa Rwanda dhidi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa waandaaji hao, washiriki walikuwa wakifanya maandamano yasiyo na vurugu kwa lengo pekee la kuarifu maoni ya kitaifa na kimataifa kuhusu hali ya usalama huko Goma na katika maeneo yanayokaliwa kwa nguvu na wahasi hao. Walikuja kulaani uvamizi wa Rwanda, lakini wao ndio waliovamiwa, alisikika akisisitiza mmoja wa wanaharakati hao, wakitaja matumizi ya nguvu kupita kiasi. Katika memorandum yao, Generation Z RDC inawataka wadau kadhaa wa kitaifa na kimataifa kuchukua hatua. Harakati hiyo inadai hasa utekelezaji mkali wa azimio la 2773 ama 2773 la Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa, likijumuisha vikwazo vya lazima dhidi ya nchi ya Rwanda. Kufunguliwa kwa mashtaka mbele ya Mahakama ya Kimataifa ya Haki CEJ na Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu CPI dhidi ya Rais wa Rwanda Paul Kagame pamoja na viongozi kadhaa wa kisiasa na kijeshi wanaotajwa kuwa washirika wake. Kusitishwa kwa misaada ya Ulaya kwa utawala wa Kigali na kuwekwa kwa marufuku ya silaha dhidi ya nchi ya Rwanda. Kuimarishwa kwa juhudi za serikali ya Kongo kwa ajili ya kukomboa maeneo yanayokaliwa kwa nguvu, hususan Goma, Bukavu, Ruchuru, Masisi, Nyiragongo na Lubero na kadhalika. Harakati hiyo pia inatoa wito wa huduma ya dharura kwa
wakimbizi wa vita wanaoishi katika hali mbaya za kibinadamu ndani ya nchi ya Kongo na hata nje ya nchi, pamoja na ulinzi wa waandishi wa habari, watetezi wa haki za binadamu na wanaharakati wa kiraia. Kwa hitimisho, Generation Z RDC inatoa wito wa uhamasishaji wa kipana wa Kiafrika kwa ajili ya kulinda uhuru na mamlaka ya Kongo, ikisisitiza kuwa RDC ni nchi huru, ni injini ya Afrika yenye nguvu na inayosimama imara. Na kwa taarifa hii, mpenzi mtazamaji wa Kibenge TV, ndipo ambapo tunakwenda kuweka nukta ya habari ya matukio ya kwanza. Kwa hiyo zidi kuungana nasi ili kuzidi kuhabarika zaidi.